Kwa jina naitwa Mwalimu Yatabu. Tunaendelea na mada zetu za kila siku kwa ajili ya kujifunza na kuendelea kujiweka sawa. Kuna njia au kuna mambo matano muhimu ambayo yanaweza kutambua kwamba ni wakati sahihi wa kuiachia mahusiano. Hii imekuwa ni changamoto. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza ni wakati gani sahihi sasa wa kujua kwamba haya mahusiano yamefika mwisho. Ni wakati gani sahihi sasa wa kujua kwamba naweza kuiachia haya mahusiano. Kuna hatua kadha wa kadha au kuna mambo matano ya muhimu ya kutambua ili jua kwamba hizi dalili zinaashiria mahusiano haya ni wakati wa kuiachia. Moja, kuthibitisha usalama wako. Kama mahusiano yamekuwa na wasiwasi sana kwamba huyu mtu anakutishia kila wakati, usalama wako umekuwa mdogo kihisia, usalama wako umekuwa mdogo kiuhalisia. Kwamba ni mtu anayekutishia pengine kwa kipigo, ni mtu anayekutishia pengine kwa maneno, ni mtu anayekutishia kwa namna yote. Kwa kifupi, unakuwa usalama ni mdogo. Kuna swali unatakiwa ujiulize. Unatakiwa ujiulize, je, hivi nina amani katika maisha yangu? Nina amani katika mahusiano haya? Ukigundua kwamba sina amani kwa wakati huu kwenye mahusiano haya, ni wakati sahihi wa kujua kwamba hizi ni dalili kwamba mahusiano haya yamefika mwisho. Hivyo ni ishara ya kuondoka mapema. Usisubiri majeraha. 2, angalia msingi wa heshima na uaminifu. Kwenye mahusiano tunaangalia nidhamu, heshima na uaminifu. Ukiona mahusiano ulionayo mwenza wako hakuheshimu, mahusiano ulionayo mwenza wako hakuthamini, basi jua fika kwamba kwa vyovyote vile huu ni wakati sahihi wa kuiachia mahusiano. Nikiwa nina maana, kuna swali natakiwa ujiulize. Je, mwenza wako anathamini uwepo wako? Ni mara ngapi amekuonesha uaminifu ukipungua kwake dhidi yako? Ni mara ngapi amekosa nidhamu dhidi yako? Ukiona hizi dalili za kukosekana kwa heshima, kwa sababu upendo peke yake hautoshi kuyafanya mahusiano yaendelee bila nidhamu, bila heshima. Ukiona heshima hakuna, ni wazi kwamba ni wakati sahihi wa kuiachia mahusiano. Kitu kingine, pima afya yako ya kihisia. Nikiwa nina maana hofu, mashaka, wasiwasi, maumivu ya ndani. Hebu pima. Hivi napitia hali gani kwa ndani kwa sasa? Jipime na angalia, je, uhusiano huu unakoelekea kuna amani? Uhusiano huu unakoelekea kuna furaha au kuna maumivu zaidi? Ukigundua kwamba unapata maumivu zaidi kwenye mahusiano ulionayo na hakuna uhakika wa mahusiano haya kubadilika au hali hii kubadilika, ni ishara kwamba ni wakati sahihi wa kuiachia hayo mahusiano. Kitu kingine, jaribu suluhisho kabla ya maamuzi. Umeshaona hizi dalili? Je, umeshajaribu kurekebisha? Umeshajaribu kuongea naye? Lakini je, kuna matokeo? Kuna mtu unaweza kumrekebisha, kuna mtu unaweza kumuelekeza jambo hili bwana ni baya, hakawa tayari kubadilika. Kuna mtu unaweza kumweleza jambo hili ni baya na asiwe tayari kubadilika. Ukiona mtu huyu umeshajaribu mara kwa mara kuongea hili na alibadiliki, basi jua ni wakati sahihi wa kuiachia mahusiano. Kwa sababu mtu huyu hizi ni tabia zake na hakuna namna atajirekebisha ili aweze kupunguza maumivu kwako, ili aweze kukufanya uendelee kuwa na amani kwenye mahusiano hayo. Ukiona hakuna ulazima wa kubadilika na hawezi kubadilika, hebu kubali, muache aende. Jua ni wakati sahihi. Lakini kitu kingine, tambua thamani yako na mustakabali wako. Watu wengi wamekuwa wakipuuza sana hili. Unajua, kama hujui thamani yako, ujijue mwenyewe ni nani, unataka nini na unataka kwenda wapi, haujipi heshima, hujithamini, basi mtu anaweza kukutumia anavyotaka. Weka mipaka kwenye maisha yako, tambua thamani yako. Na ukiona thamani yako inashushwa, utu wako unadumazwa, hayo sio mahusiano sahihi kwa wakati wako. Hayo ni mahusiano ukiachia. Ukiona uaminifu ndani hakuna, ni mara kadhaa kuna kuwa na usaliti, ni mara kadhaa kumekuwa na usaliti. Usaliti sio lazima akalale na mtu. Usaliti hata wa kihisia, huo ni usaliti. Kwa ukiona kitambua thamani yako, basi unatambua fika kwamba huyu sio mtu sahihi kwa upande wangu. Kwa sasa hivi mahusiano haya yamefika mwisho. Achia kabla hayajakupeleka babani. Haya ni mambo matano ya muhimu sana ya kuzingatia. Kitu cha mwisho ambacho ningependa kusema kwa kaka zangu na dada zangu kwamba upendo wa kweli hauwezi kutosha peke yake bila kuwa na nidhamu. Upendo wa kweli hauwezi kutosha peke yake bila kuwa na heshima, bila kuwa na uaminifu. Uaminifu na nidhamu na heshima ndio nguzo zinazoweza kushikilia upendo. Upendo huwezi kulipa kodi, upendo huwezi kukununulia kiwanja, ila heshima, nidhamu vinaweza kukupa thamani itakao kufanya uendelee kudumu. Tambua hatua hizi ili basi ujue aidha uko kwenye mahusiano sahihi ama uko kwenye kichaka kinachoitwa mahusiano. Asante. Mpaka hapo saa mwingine.